Msichana, usije ukadanganyika mwanaume akikwambia anataka kukuoa, ukafikiri kwamba anakupenda sana, kwamba anaenda kwenu anatoa mahari, anakuoa, unajiona wewe mke sasa, unajiona yeye tayari hapa nimeshamuweza. Wewe ndio umewezwa. Wanaume siku hizi wanachofanya, anaweza akatoka kwenye nchi yake, nchi yoyote, akaja hapa kwetu Tanzania, labda yuko kimkataba wa kazi, labda mkataba wa mwaka, miaka miwili, na ni mwanaume ambaye hataki kutangatanga na wanawake wa baani au wanawake ma prostitute. Kwa hiyo anakutafuta wewe msichana mmoja ambaye uko desperate, haujui thamani yako, you are not worth it. Anakuchukua, anakupeleka kwenu, anajifanya anataka kukuoa. Baada ya hapo, dia wangu, anakuweka hapo, anakulipia na mahari na kila kitu. Kumbe sio mwanaume sahihi kwako. Yeye alichokuwa anataka pale awe na mwanamke ambaye ni permanent kwa huo muda anaokuwepo hapa kwenye nchi yako, labda kama ni miaka miwili mitatu, mwisho wa siku au mwaka mmoja wa contract yake anasepa. Kwani mahari ya wanawake wa Tanzania hapa ni shingapi siku hizi? 1,000,000 unachukua mwanamke, 2,200,000, wengine mpaka 500,000 unabebwa, 3,000,000 mwanamke anaondoka. Sasa kwa mtu ambaye ana contract yake kutoka nchi za nje, hiyo ni pesa kidogo sana. Kwa hiyo wasichana, muwe makini. Mwanaume mwingine anakuoa, anakulipia mahari, sio kwa mapenzi, anataka watoto. Kwa hiyo most of the guys, my dear, hawakuoi kwa upendo. Wanaume hawana upendo na wanawake, nilishawaambia. Mwanaume anapokuoa, anachotaka kwako ni watoto, au ana contract yake ambayo anajua baada ya muda fulani contract imeisha, at least nimepata vya kupata, anasepa. Kwa hiyo be very very careful kama msichana, usije ukafikiri kuolewa ni dili, usije ukafikiri kutolewa mahari ni dili.